بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Rajab mwaka wa 1441, katika darsa ya risala wajibu al-abdi idha amarahu Allah biamrin للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. tulifikia المرتبة السابعة، مرتبة ya saba katika yale ambayo ni wajibu juu yetu pale anapotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala amri yake. قال الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار، صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذين تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم. قال الشيخ رسلان حفظه الله: فذكر الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة السابعة من مراتب الواجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من أمر. hapa ametaja Sheikh rahimahullah martaba ya saba katika daraja au maratib yale ambayo ni wajib juu yetu kwa yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. فكل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به فواجب عليك فيه هذه المراتب السبع، آخرها هذا المذكور وهو الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. فواجب عليك فيه هذه المراتب السبع، آخرها هذا المذكور وهو الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. كوا إمارة كتك حقي، كوا نثبات كتك حقي، نكوا نخوف نمشو mbaya, kwa sababu kinachozingatiwa katika maisha ya mwanadamu ni mwisho wa maisha yake. Pale anapoondoka duniani yuko katika hali gani? والثبات الاستقامة على الهدى. الثبات ni mtu kubakia imara katika uongofu. والتمسك بالتقى, na kushikamana na uchamungu. وإلجام النفس وقصرها على سلوك طريق الحق والخير, na kuizuia nafsi na kuilazimisha katika kufuata njia ya haki na khairi.
وعدم الالتفات إلى صوارف الهوى والشيطان نكوتو تزاما katika vizuizi vinavyokuondoa katika njia hii ya khairi. Inaweza kuwa matamanio ya nafsi, inaweza kuwa shaytan, ونوازع النفس والطغيان مع سرعة الأوبة والتوبة حال ملابسة الإثم. أنا بفanya dhambi haraka hurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hachelewi. Kwa hivyo haya yakipatikana, basi huyu mtu yuko katika thabati مع سرعة الأوبة والتوبة حال ملابسة الإثم أو الركون إلى الدنيا. akawa ameelekea katika dunia na moyo wake umeelekea katika dunia, moja kwa moja akajikumbuka na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio thabati, na ni jambo aziz jiddan, jambo zito sana, hasa katika asri hii tunaoishi. Tunaishi katika asri ya watu wa ajabu sana. Subhanallah, ni wingi ulioje leo kusikia habari za mtu ambaye alikuwa Muislamu akageuza dini yake. Mara ngapi? Wallahi tastaghrib. Kuna kijana juzi nafikiri niwahi kueleza, Mkuwaiti, amekulia katika Uislamu, eti amemaliza kusoma ngeuka Myahudi, kisha vyombo vya habari maigasoroni kitokea kama hivyo, yukabbiruna almas'ala, na wao ndio wanachokitaka. Unaona lipi zuri katika Uyahudi? Yaonyesha ni mzuka, alikuwa labda kifeli kwenye madrasa, manake hajui ajibu nini. Unaona kitu gani kizuri katika Uyahudi? Lafu Dauran, lafu asema Musa anshukishiwa Taurat, kwa hivyo sisi pia tuweza kufuata Taurat. Unaona, wacha wewe Mwarabu ukageuka Myahudi mwenyewe wa nchi nyingine ambao si wa bara za kule Europe, adharauliwa na Mayahudi wenzake. Myahudi kwa Myahudi hawamtaki. Ile ni dini unsuri aslan, kabla ya kusema kuwa wewe umekuwa Myahudi. Hawakutaki dini ambayo hukubaliki mpaka mamako awe nani? Ni Myahudi. Hukubaliki kuwa ni Myahudi mpaka mama yako awe Myahudi. Sasa wewe wajisumbua na kujiweka kwenye TV sijui uonekane kuwa umebadilisha dini yako. Lakini leo hatushangai na hili sisi, kwa sababu yazidi kutuambia kuwa tuko kwenye haki. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, badiru bil a'mali fitanan كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. والله هذا مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. hivi vinavyofanyika ni vile vile alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. kwa nini yote haya? yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. hakuna sababu, hakuna kitu kizuri amekiona kwa dini isiyokuwa ya Uislamu, haiwezekani. lakini yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya, ad-dunya al-fani. kuipenda hii dunia yampelekea mtu kuyumba katika misimamo yake. Mara mmoja aweza kugeuka huku, mara geuka kule, mara geuka hivi, hujulikani misimamo yako elekea. Mwisho mtu mpaka huacha dini yake haswa. Ni mshangaa. Jana mimi nimeona clip watu wafanya mzaha, lakini wallahi ni kufuru. Eti mtu amwambia mwenzake, tena si mbali hapa Tanzania tu, amwambia mwenzake sijui timu gani na gani, Simba na Yanga, sijui nani akimfunga nani, jambo la kwanza namtaliki mke wangu. Sifahamu. Jambo la pili nitatembea uchi sijui mahali gani, kama soko nafikiri ama nini. Jambo la tatu na ukana Uislamu. Hata usiongojee hiyo mechi, wewe tayari ushatoka katika Uislamu. Kwa maneno hayo ya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maneno hayo ya istihza, qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Yani hukupata la kufanya mzaha isipokuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. mtu aweza kusema neno moja tu la kufur likamtoa katika Uislamu, waliyadhu billah. katika asri tunaoishi athabatu aziz jiddan, mtu kuwa katika hali ya thabat na istiqama katika dini yake, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na amuombe Allah ampe thabat. ikiwa mtume sallama akithirisha kusema ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, na yeye ni mtume wa Allah. sisi nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mpaka masahaba mwezi ya Rasulullah, hivi watuogopea sisi baada ya kuwa tumesilimu na kuifuata haki, wakakamavu masahaba katika haki. qala innal quluba baina usbu'ain min asabi' arrahman yuqallibuha kayfa yasha, nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, uzigeuza anavyotaka yeye. kwa hivyo atakikana mtu aishi katika hofu, kuogopa asije akateteleka katika misimamo ya sawa aliyokuwa nayo. na katika njia za kuwa mtu ana hofu ya kutoharibikiwa ni kujiweka mbali na sehemu za fitani. ya usifanye sababu yoyote ambayo itakupelekea wewe kupotea. nitawapa mfano. kuna baadhi ya ikhwa utawaona wakienda kusikiliza ahlul bid'ah. ana mmoja akwambia mimi nasikiliza masufi, nasikiliza tu sunna, kisha nachuga sio nafanya nini, nachuja kile kizuri, nachukua kile kibaya na kiwacha. ni kama mtu ameambiwa hii asali na sumu ya panya wamewekewa hapa, asema mimi nitakunywa alafu tumbo langu litachagua ile asali, itaikwa kando, kisha sumu ya panya nitaiendesha, nitaitoa. akili yako mzima, si utakufa wewe? Sasa hapa ni katika kucheza na thabata ambayo Allah tayari amekupa. huku ni kucheza na neema ya hidayah ambayo Allah amekupa nayo, wacheza na neema. na mifano kama iko mingi. min asbab athabat, katika sababu zinazompa mtu thabat katika dini, tadabburul Qur'an, kuizingatia sana Qur'an unapoisoma. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ametaja mambo mingi ambayo ni sababu ya kumpa Muislamu thabat. bali qasasul anbiya, mtume sallama ateremshiwa visa vya mitume katika Qur'an, kisha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Sasa mtu leo aweza kupata fitna, hasa katika asri tunaoishi leo. ahlul bid'ah wamezunguka hivi ahlus sunna. najua maneno haya nikizungumza huwa watu wasema yule imamu kuna mmoja asema na darasa kila swala, lakini kazi yake kuzungumza watu tu. haya maneno ndio maana ya kuzungumza watu. kizungumza hivi naambiwa nazungumza watu, lakini nasema sasa hivi maadui wamezunguka Uislamu, na ndani ya Uislamu maadui wamewazunguka ahlus sunna namna hii, wamewazunguka kwa kila pembe. yaweza kufikia wakati ukapata dhiki ya ajabu. kwani mimi nawalingania katika nini? hebu tuwaulize maswali ahlus sunna salafiyin, wawalingania nyinyi katika nini? kuzini? waambia mkaibe? waambia mkafanya dhulma? ama waambia nyinyi mregee muwe kama alivyokuwa mtume sana na masahaba? hawaelekezi nyinyi katika tauhid na aqida sahiha na kuambia mfuate sunna, muache bid'ah. hawajawaamrisha uovu hata siku moja. sasa ile dhiki unaoipata, soma qasasul anbiya, angalia mitume wa Allah walipopata taabu, utajua kweli kuwa yale yanayokupata wewe si chochote. basi bakia katika msimamo wako huo huo. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu Musa, awaambia watu wake, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum, mbona nyinyi mwaniudhi
na mwajua fika kwa yakini kuwa mimi ni mtume wa Allah niliyetumilizwa kwenu nyinyi, lakini ndio waliacha kumudhi. Wamudhi naye ni mtume wa Allah, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiudhiwa akisema nini? Rahimallahu akhi Musa laqad udhiya biakthara min hadha fasabara. Allah amrehemu ndugu yangu Musa, aliudhiwa na zaidi ya hivi mimi ninavyoudhiwa, lakini alisubiri. Tizama namna gani mtume sallam yataassa biman qablahu min al-anbiya. Sasa na wewe unapoisoma ile Qur'an, walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati llah walaqad jaaka min naba'il mursalin. Maneno kama hayo ukiyasoma, wallahi ile dhiki yote ukiyazingatia ya kuondoka katika moyo wako, ile ghurba ulionayo ya sunna na Uislamu sahihi unaofuata, ule ugeni wa angalau wapata kitu cha kukufanya wewe ubakie imara pale kwa kuizingatia Qur'an. Kwa hivyo kuizingatia Qur'an ni katika sababu kubwa sana za kukupa thabati, na mifano iko mingi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokwenda Taif walimpiga kwa mawe. Amekuja kuamrisha nini kwani? Yani nini kosa la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Taif apigwe mawe mpaka amwagike kwa damu, mpaka uso wake umwagike damu? Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tukio kama ile aeleza, kaanni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya ضربه قومه فأدموه. na huyu mfano wake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe, fahuwa yamsahu ad-dama an wajhihi ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. yani baada ya yote haya apigwa, afanywa, ya Rabbi wasamehe watu wangu hawajui. Na haya alimpata Mtume sallam alipopigwa Taif. Akaja malaika Jibril amwambia Rasulullah, malaika wa majabali yule pale, muamrisho unachokitaka, sema waache. Huenda wakatoka katika maongo yao watu watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi tumeudhiwa nini? Kwa mfano tuchukue, wasema ngumu sana. Wallahi kuna watu wajua wazi wazi kuwa da'wa salafia ni da'wa sahiha, haina la ghubara fi, na mtu yasema ni haki, lakini siwezi mimi mambo kupingana na watu wote bwana, tutangangana hivyo hivyo hata ukabaki peke yako, bora mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala, bora mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala, baki pale pale tu katika msimamo wako wa sawa sawa. Wayati an-nabii walaysa ma'ahu ahad. Tumsana masema atakuja mtume, amuona mtume katika umma wake hana mfuasi hata mmoja hana, lakini alifeli katika da'wa yake. La, yeye ataingia peponi, jamaa zake waliokataa da'wa yake wataenda motoni. Suhqan wa bu'dan wa kayuk wa husnu as-silati billahi ta'ala, kuwa na mafungamano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha ibada, hasa katika zama za fitan. Mtume sallam ameimiza fitna kila zikizidi watu wakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada kwa wingi. Mtume sallam asema al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya. Qila wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatl. Zitakuja fitan, watu watakuwa wauana tu, mtu hajui kwa nini amuua mwenzake, lakini akasema al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya, ni kama kufanya hijra kuja kwangu mimi, ile ajiri yake namna inavyokuwa kubwa. Na alipotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam awatajia masahaba wake, lil'amili fihim ajr 50 minkum, atakayefanya amal wakati huo katika wao atapata ajiri ya 50 katika nyinyi.
lakini huwezi kuwafikia masahaba. Kwa nini? Kwa sababu kila unachokifanya wewe kimepitia kwa masahaba. Sasa wewe ukifanya na wao pia wapande, huwezi kuwafikia. Sio, wafahamu? Hakuna jambo mtalifanya katika ibada isipokuwa nani alifundisha? Mtume sallallahu kapitia kwa masahaba. Kwa kila mnaolifanya nyinyi na wao. Kwa hivyo wewe ukipandishwa mara 50 na wao pia yazidi kule, utawafikia lini masahaba? Huwezi kufikia. Lakini masahaba kama ya Rasulullah, ajru 50 minna au minhum, katika sisi au wao? Qala minkum, katika sababu alizozitaja, innakum latajiduna ala alhaqqi ansara, nyinyi leo mwapata katika haki mlioibeba wenye kuwanusuru. Wa hum la yajiduna man yansuruhum ala alhaqqi, wao au kama qala sallallahu, wao hawatapata yule atakayewanusuru katika haki, watabakia hivi hivi. Ni ukoona wengine wafanye istihzaa haswa, istihzaa yani kuwa hawana chochote wale, wana nini? Kwani fujo tu, wanafujo, wana chochote, kama walivyokuwa wakisema watu wa Nuh, wama naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i wama nara lakum alayna min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Hatuoni mabadiliko yoyote, labda ukifuata sunna wa watajiri mwa vile vile. Mimi naona mkifuata sunna mwa matajiri kuliko sisi, kama hivyo. Yani hii ndio mizani wanaoitumia kupima, mizani ya kidunia. Almuhim kuwa na husnu sila billah, kuwa na mafungamano sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadua, na kumuomba Allah dua sana akupe thabati, akuonyeshe haki, ubakie katika haki, akupe thabati katika haki, kama alivyokuwa Mtume sallama akitufundisha kwa vitendo, kwa kuomba hii dua, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Daima muombe Allah dua, daima muombe Allah akupe thabati katika haki. Wa suhbatu salihin, na kusuhubiana na watu wazuri, kama alivyoeleza Mtume sallam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Siku zote mtu atakuwa katika mwenendo wa yule anayefuatana naye. Na hapa sasa Mtume sallam ashakam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Nani unayekuwa naye, nani anayekuwa karibu na wewe, nani muangalie vizuri. Bado baada ya hadithi kama hii mtu akwambia nafaa kumsikiza mtu wa bid'a, wewe ushaambiwa na Mtume sallam, wataka nini zaidi hapo? Ama mtu asikilize ashajazwa shubuhat. Sasa nitajibu vipi bwana? Hizi shanitatiza sasa. Ilikuwa tangu mwanzo simsikilize Mtume sallam, ashakuelekeza fuatana na watu wa kheri, achana na watu wa shari, fuatana na watu wema. Na mara nyingi wazazi walalamika kuhusu vijana wao, watoto wao waharibika. Kwa nini? Ukiangalia suhbatul ashrar, kufuatana na vijana waovu, vijana waovu kufuatana nao, na wako wengi, la katharahumullah. Wallahi imefikia hali mbaya. Leo mimi nimeona clip ya vijana wamuibia mtu, nafikiri mmeiona wengine, kwenye mlango wa msikiti hapa Mombasa. Msikiti gani? Kwenye mlango wa msikiti. Na wale vijana sura zao ni vijana wa Kiislamu. Alafu maal asaf waislamu wapita, waingia msikitini, wamwangalia yule bwana ameshikwa koo, maskini, akaibiwa kila kitu kwenye CCTV, wamwangalia tu. Na vijana wa Kiislamu wafanya jambo kama hili. Kisha mtu wewe ingia msikitini, basi angalau ungeingia msikitini ukasema mwizi, angalau unsema hiyo sauti tu, wale vijana waogope, wamwache yule mtu. Hukumsaidia la wala kumshughulikia yule mtu yebiwa. Leo ni yeye, kesho ni mimi na wewe. Sallallahu alaihi wasallam. Leo atashikwa huyu, kesho atashikwa mwingine. Nani wanaofanya hivyo? Watu waovu wale, washari. Hawaogopi hata wako katika nyumba ya Allah, mbele ya mlango wa msikiti wafanya vitiko kama hivi. Lakini wasayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Si watu wote ushikwa koo wakakubali, iko siku yake basi. Kama yule kijana pale bondeni pale,
shikako siku hiyo shikako kumbe mtu usalama, kishikako kumbe mwenyewe mbunduki pale, akapigwa risasi ya kogo. Kule kwetu wasema kogo ni kisogo hiki, pigwa risasi eti jamaa nkufa shahidi, alikuwa achukua ghanima. Sarig iblis, sarig, huyu mwivi Allah amemuonyesha kwa dhulma anazozifanya kwa watu, leo ameangukia mahali sipo. Na hivi watu wafanye, hao vijana waovu. Sasa hao wana wenzao, na akiingia tu kijana hataki wa mzuri hivi, akiingia na wao wangapi. Kuna kijana wallahi asalisha msikitini salati tarawih Ramadhani moja, yahfadh alquran, tena hifdh mutqin fi hifdhihi, bas anaishi katika mitaa ya watu vijana waovu, mara ghafla fatana wao. Hivi tuzungumza sasa hivi, nasallallahu yahdiana wa iyah, anavyovuta bangi, hakuna swala, hakuna Qur'an, hakuna chochote. Kondakta wa matatu mvutaji bangi, suhbatul ashrar. Ukiwafuata watu waovu wana athari mbaya sana, chunga. Hata ukawa mtu mzima, usijione wewe ni mtu mzima ukasema kwa sababu mimi ni mzee sasa hakuna mtu aweza kuniathiri. Hata mtu mzima ufanya mambo ya kitoto kwa kufuatana na watu wajinga. Kwa hivyo hilo pia lachangia. Walittila'u ala siyari salaf as-salifin, na kusoma sira ya wale wema waliotutangulia. Na hii sana imewaathiri vijana wetu, hali hii tunaoiona kwa sababu ya kutowasomesha sera ya Mtume sallam, alikuwa vipi, masahaba wake walikuwa vipi, akawa ana watu angalau wa kuangalia na kuwaiga. Chukua kitabu katika vitabu vinavyoeleza sera ya Mtume sallam, hata kama ni sahali, usione uzito, kaa na watoto wako wasomeshe, uangalie watakavyoathirika. Kaa na watoto wako wasomeshe nyumbani, kaa wasomeshe kuhusu masahaba. Nani? Abubakar as-Siddiq, tizama alifanya hivi, alikuwa hivi. Na watoto wapenda kusikiliza visa, kwa mfano kama hivi, alikuwa shujaa, alikuwa kadha, alimnusuru Mtume sallam. Wamuone yule mtoto yuathirika, mpaka akizungumza na wenzake visa, wajua Abubakar as-Siddiq kadha wa kadha. Lakini siku hizi watoto wakikaa wazungumza kuhusu mafilamu tu, itokea vipi filamu fulani, ushaiona na nyingi. Zamani ilikuwa moja ndio ajulikana mtaa mzima, hiyo moja tu. Kuna jirani mmoja na TV, huyo auza sunflower mfano, uingii bila kununua sunflower. Nyumbani kwenu hakuna TV hapo. Siku hizi kila mahali, mpaka kwenye masimu. Sira zinazoangaliwa za kufara, za watu wasiokuwa na maana, za wachezaji mipira, za nani. Wajua huyu mchezaji huyu tangu mtoto aliishi nchi hii, alafu akachukuliwa vipi katika game kubwa sijui nini, alafu yalipwa ngapi, alafu akitoka hapa na lini aliretire, na kila kitu yajua. Lakini muulize, wajua suratul Ikhlas? Wajua suratul Ikhlas haikutajwa katika sura yenyewe, qul huwallahu ahad, hakuna masema al-Ikhlas. Sio fahamu. Kuna bwana alikuwa azunguka tena nchi ya Kiarabu, amwambia mtu, wajua nyimbo fulani? Naijua, hebu imba. Yuaimba, kumbe ajitia kwenye shimo. Akishamaliza kuimba, طيب اقرا suratul Ikhlas. Wallahi alazim, mtaamini msiamini, sijui watu wangapi wameuliza hawajui suratul Ikhlas ni sura gani. Hawajui suratul Ikhlas sura gani. Awambia, nikiwaambia mshahifadhi usisema sijui suratul Ikhlas, wahifadhi qul huwallahu ahad suratul Ikhlas. Mtu hajui yaitwa suratul Ikhlas, na waislamu takriban wote wahifadhi qul huwallahu ahad. Nani ambaye hifadhi? Sasa hii yote yaletwa kuwa watoto tuwalea katika kuangalia nani kuwa ni mfano mbora kwao. Kwa wasomeshwa sira ya salafu salih, Mtume sallam, masahaba wake, tabi'in, ulamaul umma. Leo watu wamzungumza al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Abu Hanifa, ama wamzungumza al-Imam Ahmad,
lakini hakuna mtu yukaa chini akasoma Imam Shafi'i kwani alikuwa nani. Na ndio maana hatuna adabu sisi, akiambiwa mtu qala al-Imam Shafi'i kwani ndio nani yeye? Matatizo. Qala al-Imam Malik ndio nani yeye? Hawa ndio wale. Nieleza siku moja yule bwana ambaye wamjua al-Imam Shafi'i, anamjua. Si yule bwana uza papa pale sokoni, kumbe hata hujielewi wewe. Sasa hii ndio ileta tabu hii. Lakini wallahi lau kama mtu ataleleka katika kusoma siyar ya salafu salih, itamsaidia sana katika kumpa thabat. Wewe soma fitna iliyompata Imam Ahmad rahimahullah na thabat aliyokuwa na mithla aljibal. Aimma walisimama kama majabali katika fitan. Sasa yale mambo ya kusaidia wewe katika kukupa nini? Thabat. Una mfano wa watu wa khairi kule nyuma. والثقة بنصر الله رب العالمين, نكون نثقة na imani kuwa Allah atakunusuru maadamu umeshikamana حقي الله سبحانه وتعالى atakunusuru. والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن كما نقول ابن القيم رحمه الله. الحق منصور وممتحن, haki itanusuriwa tu, lakini kuna mitihani yatapita bwana. Fala ta'jab fahadhihi sunnatur rahmani, usistaajabu na hilo, kwa sababu ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo njia Allah ameiweka haki ipate mitihani, kisha mwisho haki iwe ndiyo yenye kushinda. Leo tizama waislamu katika kila nchi, tukitoka nchi hii namna waislamu wanavyodhulumiwa na kukandamizwa na kunyimwa haki zao. Juzi tulikuwa tuzungumzia wa China namna walivyokuwa kiwadhulumu waislamu. Allah akawaletea kitu hawakioni kwa macho, waanguka tu, safisha tu kila mahali na wasiwasi, wenda hivi mtihani. Sasa tuzungumzia India, misikiti yavunjwa yakichomwa, waislamu wavunjiwa mabiashara yao dhulman wa udwana, kwa dhulma tu, hakuna chochote kingine. Lakini tuna imani kuwa ni mtihani tu utapita huu. Allah subhanahu wa ta'ala ashahidi kuinusuru dini yake. Ni juu yetu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni juu yetu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah tunusuru. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. والخوف من سوء الخاتمة أعاذنا الله من ذلك له أسباب ولخاتمة السوء طرق وأبواب. kule kuogopa mwisho mbaya Allah atuepushe nao kuna sababu. Kama vile mwisho mbaya mtu kufa kifo kibaya, pia kuna njia zake. Kuna mambo mtu aliyafanya yakawa ni sababu ya yeye kupatwa na kifo kibaya, na haya tutakuwa tukiyazungumza kwa utaratibu, kwa sababu ni mambo muhimu sana haya wengi wetu tuko katika ghafla nayo, na sote tunahitaji kukumbushwa na kukumbushana kuhusu masala haya. Wa insha Allah taala tazungumzia biidhnillah taala a'dhamu al-asbab allati tufdhi li su'i al-khatima, sababu kubwa ambazo zapelekea mtu kuishiwa na mwisho mbaya, wal iyadhu billah. insha Allah taala tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.